ya Kitui Chache Kusini, si ndio? Si huyu James asimame kama mbunge? Uyamole. Haya basi, sasa nitazungumza, alafu nitamuita mheshimiwa gavana wetu Mheshimiwa Simba Arati. Tafadhali nisikize sasa. Siku ya leo ni siku ya kihistoria. Kwa sababu mimi nimefanya siasa miaka 18, sijaona umati wa vijana kama huu. Ni heshima sana, ningependa mjipigie makofi. Jambo la pili, tulifika kiwango, mimi nilikuwa nataka nisimame ugavana, lakini tuliketi kama watu wa eneo hili Kitui Chache Kusini, tukaangalia tukaona kuwa uongozi sasa lazima utoke kwa nyumba yetu ambao ni Kitutu iende mahali kwingine. Tukajadiliana, tukazungumziana na wazee fulani, tukakubaliana hiyo kitu sasa ni wakati wa kumpatia kijana mchanga kazi ya kuwa kiongozi wa Kisii. Mimi farasi nayoibeba ni ya Simba Arati. Kwa ugavana mimi nabeba nani? Kwa urais mimi nabeba Raila Amolo Odinga. Tunaelewana? Kwa urais tunapatia nani kura? Kwa ugavana tunapatia nani? Kwa useneta mtapatia nani? Asante. Nyinyi vijana rika changa, tawaelezea niwaambie hivi. Tafadhali mjiheshimu, imefika kiwango nyinyi kuchukua uongozi wa nchi hii na imefika kiwango wa kuchukua uongozi wa kaunti ya Kisii. Huyu Simba Arati nimemjua kule bungeni miaka 12. Ana roho safi, kichwa ngumu kama simiti. Mimi nitafanya kazi na yeye, mahala ambapo nitamuelezea. Na hawa wazee ambao wametufanyia kazi, mzee mmoja ni Ongeri, mzee mwingine ni Obure, mzee mwingine ni Ongwae, tafadhali waende nyumbani. Tutawaheshimu, tutawafanyia kazi, na sasa imefika kiwango ambaye yule ambaye atakuwa gavana wa Kisii County si mwingine ila ni Simba Arati. Kuja uzungumzie watu wako. Simba. Hiyo sasa. Weka mbili. Wacha nisimame. Asante sana. Hivi. Hapo sawa. Good. Wacha tusalimiane hewani. Mpo salama kwa mkono kila mmoja. Simba. Asante. Mimi naitwa Simba Arati. Mimi ni mbunge wa Dagoretti Kaskazini, Dagoretti North. Nyumbani, na mtanikubalia nitaongea kwa Kiswahili kwa sababu kuna wanahabari ndipota wapate yale ambao wataelezea nchi yetu. Mtanikubalia? Mahali mko chutia alichutia. Sasa
Mnikubalie niseme haya. Kwanza nashukuru kwa sababu ya watu wengi ambao mmejitokeza hapa uwanjani. Asante dadangu. Pili, nataka nirudishie shukrani viongozi wale ambao walikuwa ni wa chama cha UDA ambao wameamua leo wanaingia katika chama cha ODM. Hebu nione ni wangapi wanasema tunawakaribisha ndugu hawa wote wa UDA hapa. Asante. Ndugu zanguni, leo najua kwamba nitawapea jezi za ODM kila mmoja mtu yuko hapa. Kila mtu ataweka jezi ya ODM na ukiweka ringa hilo unavyotaka. Haya. Pili, nataka kuleta salamu za Baba Raila Amolo Odinga Kenya. Tatu, pia mpokee salamu za rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Pia ndugu yetu kutoka hapa nyumbani ambaye ni kingpin wetu, ndugu yetu Matiang'i pia amesalimia nyinyi. Era wadainga tali wake ni matiritiri. So wanaina. Nataka niseme kwa sababu ya wanahabari. Mimi nilizaliwa katika mji ambao ulikuwa ni maskini sana. Baba yangu alikuwa anatoka asubuhi zile nyumba za nyasi, kuna wadudu wengine weupe makonde, alikuwa anatoka asubuhi anazitoa hivi, kuku zinakula. Ndugu yangu akaniambia kuna jina la Ekegusi, akaniambia umwishiwe, you must know na kama tuwamenyete Nairobi. Therefore I had to go back to Nairobi just to see how life is it. Lakini kabla sijaingia college mwaka mzima, hakuna soko ambayo sijui Nairobi. Kama ni Marikiti, Retail, Ngara, Wangige, Kawangware, Toi, nikienda kununua mboga na matunda, lakini cha muhimu nilikuwa nakatia kina mama mboga. Nikaenda college, nikamaliza miaka yangu 4. Nikarudi, sikukuwa na mtu wa kunipa kazi. Nikarudi tena kuuza mboga. Wewe simama kwa sababu mimi sikujui, angalia. Kwa hii ni kisu ambacho ni alama wakati nilikuwa nakata. Si unaiona? Hapa. Nikashona. Ndugu zangu na dada zangu, maisha yetu imekuwa ngumu sana. Ninajua wengi ambao wanaendesha pikipiki, wengi vijana wamemaliza college wako hapa nje. Serikali ya Jubilee chini ya uongozi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto walitupromise. Mimi kwa umaskini yangu ile kidogo nilionayo, mkiona nikijenga manyumba kwa sababu ya kina mama ambao hawajiwezi, na I feel for them kwamba mama ataweza toa hii mchanga kwa weke kusiti tunaita hii teacher, anaweka juu ya nyumba mvua isinyeshe ndani. Ndugu zangu, we must have a feeling. Ndugu zetu ambao mmeama katika chama cha UDA, nataka niwaambie ndugu yetu ambaye anaitwa William Ruto tunampenda. Yes, anasema ni hustler, sijui hustler. Mimi leo hii niko na gari ya milioni karibu 10 na kitu. Nitakuwa hustler kweli? Nitakuwa hustler kweli mimi? Siwezi. Ndugu zanguni, na wewe utanyamaza. Hiyo kelele utawacha ndugu yangu. Sikia ile kitu, hata kama umetuma, sikia ile ambayo unachukua hapa ikusaidie. Kwa sababu nimetoka katika hali ya umaskini na lazima tuelezee mambo haya. Ndugu zanguni, dada zangu, lazima tuelewane. Nchi yetu
haiwezi kuwa kwamba kawaida ni kwamba wizi itaendeleza nchi. Nchi ya Uchina ambayo iko na watu 1.4 billion, at least kila familia iko na mtu ambaye anafanya kazi. Tuko milioni 47 peke yake. Lakini angalia, leo ni siku ya soko, leo ni siku ya kazi. Hawa vijana wote hakuna kitu. Ambao tumekuwa chini ya uongozi wale ambao wanatuambia kwamba kesho watatutengenezea milioni 4 kazi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye alipigania katiba, revolution ikaja, ambao tuko na county yetu hapa inarisifu milioni ama bilioni 14. Kwa miaka hii yote imerisifu 140 billion Kenya shillings. Uko na miaka ngapi? Wewe uko na miaka ngapi? 28. Tukikupea leo hii bilioni 1 uanze kuhesabu. Shilingi moja kila, au lali uende choo au fanye chochote. Utahesabu kwa miaka 35. Pesa ambazo zimeingia katika kaunti hii ni bilioni 142. Mheshimiwa Ongwae amefanya kazi yake na ni mzee. Tunamwambia kwamba tafadhali enda nyumba, beba bagi yako uende fanye, enda nyumbani. Ile factory ya avocado ambayo imebaki tutamaliza Mungu akipenda. Ile factory ya ndizi mahali umeiachia tutamaliza. Ile factory ya Nyangweta kwa watu wa South Mugrango Mungu akipenda. Kwa sababu hata cancer center nasikia, na hii nataka niwaambie ukweli wa mama. Mtu amekwenda kuomba milioni 200 ndiposa akubali cancer center iendelee. Alikuwa ameuliza 300, wale jamaa wakamwambia wampe 200. Tuliposikia Mheshimiwa Mumaima aliposikia akaniambia tulikanyaga hiyo waya, apati hata ndururu kwa sababu ya hongo. Ndugu zangu, kitu ya tatu na nakaribu kumalizia, nitaongea mambo ya Coca-Cola, mtaniruhusu. Mambo ya Coca-Cola iko hapo, ambayo sisi hata juzi wahisani wazuri wanasema kwamba wangehitaji warudishe Coca-Cola hapa, ndiposa hati ipate vijana 10 peke yao, itakuwa imesaidia. Na Mheshimiwa Mumaima pia tulikuwa tumekubaliana kwamba tutakutana na wale wawekezaji, ndiposa tuhakikishe kwamba hiyo factory imerudi. Kuna factory hizi za kahawa 28 ambazo zimelala. Ukienda kwa factory zile unapata kwamba ni mbuzi zinalala juu, zingine ni ng'ombe. Ndugu zanguni, kahawa ambayo iko Kiambu, mimi niko katika kamiti ya agriculture kule Nairobi bungeni. Ninaenda Nebraska kule Amerika kuuza kahawa ambayo inatoka Kiambu. Mwaka huu mwezi uliopita ndugu zangu katika kamiti ya agriculture walibeba hiyo kahawa kuuza, mpaka nalia ndani yangu. Ni nini ilifanyika katika Kisii County? Kuna factory 28. Hata kama hujaenda shule utaweza pata kitu ya kuandika hata kama ni kahawa. Yule ameenda shuleni tumpe hata kazi ya kuandika receipt. Na wale ambao mfanya accounts wafanye, ambao watabaki tuosha hata mji, si ndio? Pesa ambayo ipo Kenya hii yetu na Kisii hii yetu, hili jiwe softstone is the only largest quantity in the world ambayo imebaki, hii ya tabaka, that it can earn the country foreign exchange as well, create wealth for the Kisii community and the neighborhood. What we want to just ask the government, please, especially the county government, ndugu yetu mzee Ongwae, umemaliza kazi yako. Ile biashara ya kusema kwamba umeamua unatafuta wale wazee wengine uzunguze hapa katikati,
Nyinyi kama vijana wa mji wa Kisii, mtakubali maneno? Mtakubali? Hebu nione mkisema hiyo biashara hii. Asante. Thank you. Kitu ya mwisho. Mimi sijatusi mtu. Ati nilisema crooks. You know crooks in English? In Kisii, it's chingon. Those wazees, I can't abuse them as chingon. But what I'm saying, if there is a kondio mzee, we'll fix them. Not any time. Now. We can't sit back, my brothers. Nyinyi, vijana mko hapa. You know, Kikisi tunasema mzuri kwamba nsini mwakwano, mbukina ba? The only thing we can do is kupora mali ya umma, zile gorofa ambazo zimejengwa. Hata wewe ukipewa shilingi 100 ama 200 ama 1000 uende kupiga kelele, uliza akikupea milioni 1 kwa sababu sio milioni 1 wameiba bilioni. Wewe kuja upige kelele. Lakini mtu ambaye anakuletea shilingi 100 200, ambia yeye useme yeye asante, mwambie ulete nyingine siku nyingine. Hiyo sasa. Ni sawa? Hiyo. Lakini mimi nikipeana hata kama ni shilingi 50, wewe sema asante kwa sababu mimi sijakuwa mbunge hapa, sijaiba. Ningekuwa nimekamata. My brothers, I want just to let you know, na nataka mwelewe, hospitali yetu ya Kisii Referral, mtu akigonjeka, hata nyinyi mnaelewa, mtu ambaye ako na mali ama uko na shamba, kansa, anapelekwa India, si ndio? Ni kitu gani ngumu kwa kaunti ya Kisii? Wewe uchukue uende India, mkubaliana na serikali ya India iwapee madaktari 10. Wale madaktari wanalipwa milioni 3. Wewe amua kwamba umpe milioni 5 daktari mmoja. Leta daktari 10 hapa. Enda hata kama ni Uchina, leta daktari wengine 10. Hizo ni milioni 100 kwa mwezi. Hao watu, pesa ambayo watu wanatoka hapa wanaenda India, kutoka Uganda, Tanzania, kutoka Garissa, Marsabit, wote watakuwa wanakuja Kisii hapa. You know that what creating of opportunity you would have created for our people here in Kisii. Sio watu wa pikipiki, sio watu wa kuuza mboga, sio watu wa hoteli. We'll create opportunities ya watu wetu kufanya kazi. And this is the vision. My brothers, I have been to the mountain. And I've looked down upon our country as well the county. Safari ambayo tuko nayo. Niko na miaka 61 sasa. Nife katika mwaka wangu wa 100 kama Yesu hajarudi. Wale ambao mko na hesabu mmetoanisha hiyo hesabu. Kwamba miaka tulio nao mbele na nyinyi ni nyingi sana. Ndio, nitakuwa gavana kwa miaka 10. Baada nitakuwa miaka 50 wakati huo. Mungu akipenda mbele tunaona mwangaza. Hata nyinyi mngetaka tu tutoe hata kama ni rais hapa Kisii County Romo Kisii Community. Kwa ntomale mwatenda mwamusa hiyo. No muboli kiata wa kertimono higa tako wote. Wanga ki umwishine royo. My brothers, in my constituency and those ones I've seen, I have 152,000 registered voters. 152,000 registered voters. Aba busieto lijibu ikomnenyi. Aba ikoe bakaba 34,000. Aba gere bakaba 25,000. Aba luya bakaba 39,000. Aba kamba bakaba 80,000. Chikabile ichinde chikaba 11. If you calculate, it's 152,000. With 14,000 nyasayo nganje ile. Kurusu butaka. Na abero mujumbo obutitamu ibere. My brothers and young people who are here, let us not be divided among the clans, along the clans, simply because we know Getutu, we know Nyalibali, we know Basi. No, the common problem we have is
poverty, which we must resolve, and unemployment irigaiga. We are not in a church. Ni siasa tole. Mwanja tu wake siasa. It can go on Saturday and Sunday. Wakati wa siasa tupige nini? Siasa. You will see us. We have determined that we are gonna make it both the Kisii County as well Nyamira. We have laid down the ground for proper management of our politics. We are not going to fight. We are not going to fight anybody because the one you are fighting is your own brother. But for purpose, when the devil has entered into your head and the sermon can't go in, oh wakurwe, nyachinyokorak, otama. Akino ena inkoba inje Bishop Mairura. Ose president ya conference ya SDA. Montoru legali. Ochari ko ngakorwe. Enko mangake ekera igoro tochi. To konyora ngaka uwaka okoboko terelio nyoro wakire lisuko bwatiri. Therefore, what you are saying, especially my brother Osoro, I can tell you, is my campaigner #1 even in South Uganda. Officially, the team of hustlers who are here of UDA, Tauliza, na mnisikize mzuri. Wana wa ODM mnyamazi ambao umekuja hapa. Ndiposa hizi TV ziangalie wale ambao wametoka katika chama cha Wilbaro na wameingia katika chama cha Tunda, wasimame juu kwa mkono. Nani hao? Weka mkono juu. Hiyo team, nani? Your team members kuja hapa. Kuja hapa. Najua kwamba kuna shida. My brother Rogers, najua kwamba nimesikia watu wakinung'unika sana. Kina mama. Msijali, I'll fix the problem. Sawa sawa? These are officials. These are officials wa vijana katika Kisii County wa chama cha UDA ambao leo hii nataka waweke mkono juu wakionyesha kwamba wamehama UDA na muingia katika ODM. Mkono juu. Karibisha wao tafadhali nyote. Thank you. This is very good. Asante. Mheshimiwa Mwaima. Simama tu. Mheshimiwa Mwaima ambaye ni senator wetu. Nataka kwamba yeye, unajua yeye yuko katika chama cha Ford Kenya. Lakini yeye atafanya sherehe kubwa ya kujiunga pamoja na chama cha ODM. Wacha aseme kitu. Nilikuwa nasema tunakuwa ni geuzi. Telera timu yega isaransansi. Saransansi mwezi. Lord, thank you. Thank you. Sit down. Lawa na Simba. Awaisia homa ni chikazi ni chani chuo. Hapa chama. Aya. Telera tuelewane hivi. Mimi ningependa kusema hivi. Kisheria saa hizi siwezi kuondoka kutoka chama cha Ford Kenya, lakini nishaelezea wale viongozi wangu pale kuwa mwezi wa pili mimi nitaamua na nitarudi nyumbani kwa chama cha ODM. Alafu ningependa kusema hivi, for my brothers who are in UDA, you've heard what Governor Simba has said. We sincerely respect William Ruto, but we think the man to be president now is Raila Amolo Odinga. The second issue, for me, I want to thank the youths who are here.
The future is for you. Simba Arati is just a symbol of who you are. It has been very difficult for me as an older politician to support a younger politician. But I will support him from now. I will support him to the end. I believe he will be a good governor. He will respect your money. He will not steal your money. You will have medicines in hospitals. He will give you bursaries and he will do your roads. So kumalizia, tamrudishia kipaza sauti mkubwa wangu, lakini kwa wale ambao mko hapa, tutachukua kofia ya ODM tuwavalishe. Si ndio? Nipe hizo t-shirt za orange. Nipe hizo t-shirt za orange, zile kofia. Tuhakikishe watu wamekuwa chungwa sasa. Na kila mtu atakuwa chungwa, kila mtu anavyotoka pale. Sawa? Tukishamalizana na hawa, kuna wale ma-MCA ambao mmedefect pia kuja kwetu, tutawaita mkuje hapa. Chama kile hapo valishwa kofia. Tunapiga makofi haya jamaa kama wanahama, rudi yeye wanarudi kwetu. Makofi mazuri tafadhali. Kila mtu hapa ndani atapata t-shirt. So hamna haja kushughulika. Kaa chini kidogo. Ngojea. Okay, nitapewa zingine. Nataka wale viongozi wasimame hapa, wale wengine songa kando. Tangojea. Hivi ndivyo Karakira. You guys be patient. Tafadhali, hii timu iko hapa. Na kama wewe ni mlevi, we will not accept that. Utatolewa tu nje pole pole. Na hiyo mchezo mtawacha. Hii timu tafadhali ketini, kila mtu anapata kofia yake, is a good sign. Nionyeshe viongozi wako. Ngoja, wait. Ngoja. Nani? Tuende na umerudi, weka kwa kichwa. Huyu. Sasa, wengine watapata haya. Haya, hizi sasa wacha nianze mambo ya ODM. Haya. Sasa. No, it's okay. Ni sawa. Haya, nipe. Nikisema ODM nasema Azimio la Umoja. ODM. Nataka mpaka mahali baba yuko kule Dubai kwa sababu anarudi ajue kwamba Kisii leo. I want to give the formula, ile formula registering into the party. Nipe, it's a hash. Ngoja utapewa. You're not dying right now. Relax. Utapewa kofia. Kila mtu hapa atapata jezi. Sasa what is wrong? Relax. Tukubaliane. Nataka mzee baba Raila Amolo Odinga, rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5,
akiwa kule Dubai apate hii clip kwamba Kisii vijana wako pamoja na yeye. Nikisema ODM nasema Azimio la Umoja. Niposa nione kwa mkono. ODM. ODM. Hebu nione kwa mkono wale wako katika chama cha ODM sasa, wanahabari na angalia maneno. Hiyo ni Kisii. Angalia mtu yuko karibu na wewe kama ameweka mkono juu. Hiyo maneno mzuri. Asanteni sana. Now go back and sit. I want to give direction on what we are supposed to do. Hapa mahali tumefika, it's important kwa sababu tunakwenda tunaingia mjini, na nataka tafadhali tukubaliane wale ambao tutakwenda na nyinyi, kwa sababu niko na mkutano mwingine kuanzia saa 8 kule South Mugango. Mtanikubalia tafadhali, tutafanya haraka sana. Hebu nione vijana wa pikipiki wako hapa ndani na ngapi? Haya, tusikizane nyinyi nyote. Nyinyi ndio mtasaidia mimi kupeana hapa. Lazima kuwe na adabu. Mimi napenda kwamba kuwe na discipline, kwa sababu sitaki yule mama amekuja hapa atoke hapa amekasirika. Ni sawa? Nataka tukubaliane, vijana wa pikipiki nyote. Nyote. Wakati tutakapoondoka tutaondoka na nyinyi. Sawa? Ande mwa vile vile na huko tunaona mapeshi jikomi. Kabiri. Nikubalie niseme hivi. Kuna maofisi ambazo nimefungua. Na hizo ofisi na wanahabari mchukue hii tafadhali. Ofisi hizi ni za ODM. Ofisi ambazo nimefungua katika miji yote mikubwa ya Kisii. Nikafungua moja Marani, moja Nyakoe, Suneka, Nyamarambe, Etago, Kenyenya, Ogembo, Magina, Nyacheki, Nyamache, Masimba na Keumbu. Nyongo bado sijaweka. Nitaweka. Na nataka mnisikize mzuri tafadhali, kwa sababu hapa ndipo kuna mambo. Nikafungua zile ofisi nikaika picha yangu na picha ya mzee Raila Amolo Odinga. Alafu kuna kijana mwingine anaitwa Mengo kutoka South Mugango, pamoja na wengine kutoka pale Nyamachi. Wakapewa gari double cabin ya county, wakizunguka usiku wakitoa zile bana. Katika ofisi ile kitu nimefanya, nimeweka kompyuta ndani, printer ndani, TV ndani, na nimeweka wifi. Wifi ambayo ni internet itatumika. Sababu moja ya kufanya hivi, ofisi zile zitakuwa ni ofisi free. Kwa wale vijana ambao wako na ID, they can go into those offices. They apply for their passports. To register for their passport, then if it's payment, they pay directly to the Ministry of Interior. Wangoje passport ziletwe hapa town. Pili, out of wakati wamekuwa na passport, kuna wengine wako nayo. Vitu kama green card zimeanza kuwa applied for na watu kwenda Canada. The young people, they can apply for those green cards. Ndiposa mtu akifaidika kwa bahati ya Mungu. And you are doing it for free. Because people are employed, they are coming from those particular local areas ambao wako na ujuzi wa internet. Kwa vijana wetu, most of you know those ones who are in America. They have gone there through what? Green cards. Na kwa nyonya sawa basi seniri. Umuntu chiwa apply ohirirwe. Ochire Mungu. Unota kwa fair na kutomo changira. Ona bagaka abanda itemba boli ngaki. What is wrong with them? Mungu twalire na mpaka abana abajukorwa ino. But now you are determined to destroy those offices.
Akitambo again tekniki ya. I want to see washinde kwa jina la Yesu. And those people, we want to warn them, will forgive you, but we won't forget. Because you have just done and dust to our young people who want to progress in life. Go to those offices. Apply for passport. Apply for the green card. Apply even the green card to the Canada. Na Mungu ni mkubwa. Kama tumetoka kule chini tumefika mahali tuko, pia Mungu ataweza kuonekea. Sasa, that's what we are doing. Those who come from Omachoge, do it. South Murango, do it. Ogetutu, Bonchari, Nyaribari, Bobasi, do it. Free. You are not paying even a coin. The only thing you have to pay for, because it's money you pay directly to the government, is the money for the passport. And you're not giving anybody that office. The pesa unalipa directly to the government for purposes. It's, I think it's 6,000? 6,000? Yeah? 4,500? 700? 4,700. There is a pay bill, you will pay directly to the government. Yule ambaye atakuwa na shida, I can facilitate kidogo ile nitaweza. Ndiposo register. Enda mwamu yabangaka ababwate bataketugendere ntu batemnega sakwege we can be able to do better things than they do. Do wancha boyo? Wonga nchire baboliga. Ndole gose ntwancha ina. Kiro muntu tenene isalansansa. That's it now. Ndole gose abantaba ntwingwana and manipul every person. And also so. Tafadhali kachi. Liamono. That's great. Liamono. Kila mtu akae chini tafadhali. Hawa maofficials kaa chini hapa chini. Tafadhali. Kaa chini. Those gentlemen there, be seated. Be seated. I am not taking it. Wachana na hawa. Hawa issue yao ni muhimu sana. Ndio wanajuza mama ngoja. Hawa ndio wanajuza ulimwengu yale yaliyoko. Relax. Unaniona na wewe ndio unapiga hata watoto. Tuone. You are so many. This is like a rally. And managing it could be very chaotic. Actually, what you have done here as a ceremony, it may turn out to be worse than a ceremony. And as a leader, I need to be able to get my things right. And you'll allow me to do that. Please. I know I have materials. And those materials, they may not be enough. But for those ones who will miss, they will remain here. Nakubaliana? Na mtanikubalia. Comrades muka hapa ndani. Remember, all of us were passed through that stage. I was a chairman of the union of students. And some of those, I've seen some few engineers ambao nilikuwa naongoza. Wako hapa. Wanasema, oh, Simba hajaenda shule. Kwani could have I gone to school with the Professor Ngei? Ama Governor Ungwa? No. That's why they are young people. Wakiwa chini, tukiendelea juu. Kwa hivyo kama walisoma mapema tunawaheshimu na wamefanya kazi nzuri. The only thing we want to tell them, we want to manage our businesses because we must be custodian of our own generation. So that we are charged with the same generation kwamba we messed it up, which we won't mess it. Mtanikubalia. Now that we are going out, because I'd arranged at least kila mtu apata hata kama ni fair. But now, I'm surprised hii fair itakuwa ngumu sana kutoa. I might say Joseph that you don't care. Even if I give you 1,000, you'll be open your name here, not of words. That is it. I must be a leader, man.
Therefore, the leadership of UDA ambao wamehama katika chama cha ODM. Chairman Rogers, kuja hapa. Unajua nimepigiwa simu nyingi sana kutoka asubuhi. Kuna mama who are not very happy the way you conducted your business. Maroro, my brother. Utarangiriti na nibadde ngono kwenda konkondi okay. But don't worry. I can only leader, you'll be able to get all those things. But allow me abangina because you can Ven and all other team. Baba, I will be able to call you. Chairman, we sort out that thing. So, sometimes we don't wash our dirty linen in the public. He's a leader, we must appreciate even the effort he has put into bringing these people together. Through your leadership at the constituency level, and you hear this, because abantu baikaga abantu ba machoge ba chakuruguru machoge bra beka mako igo miamono machoge chachi miamono Bobas Balbaru Bobas miamono abantu arbo nchali. Thank you. Abantu baru boge tut rugoro north. Alibali mumenyete town. Okay. The south boge tutu south. My day in a constituency here. That's good. Aya, Alibaru South Mogrango. Kortabak. Thank you. Nyaribali Chache, those who came from Nyaribali Chache. You know, I need a constituency, I don't know era. Nyaribali Masava, those who came from Nyaribali Masava. Thank you. Allow me to say this. Those are 9 constituencies. Because to answer Savali, I'm giving every constituency 50,000 Kenya shillings. That's 450,000. So what I say you through